Kwa sababu mimi si kiongozi wa wasanii kwanza. Baba niwe gospel. Hiyo ngoma hiyo. Yani WCB ilikuwa ndo label kubwa East Africa nzima miaka mingi sana. Mimi nimejuana na Sanjo 2005. Collab na Fally. Lava Mbosso, Omidimpos, yeah. Jolly. Kuna ngoma hata nimefanya na Jua Kali. Mimi ukinipatia event hata ya 20 million, mtu kama Nuru Mwamba yuko poti sasa anafanya kazi. Kwa ni upuzi kwa sababu muziki hauna mipaka. 003 utanipata kwa Mungaro. Mbona tukatoka 01? Tuko hata na bifu hivyo. Mimi nilikuwa team Escobar kama unajui. 3000 kurekodi ngoma. Mkiwa mko Susumila wawili sasa. Vila ngapi tuko na mansion ngapi ambazo zimejengwa? Ni kama Wacha International haipo ama hata hivyo hii si mara yetu ya kwanza kuongea, si ndio? Unaambiwa industry ya muziki Coast imetumia watu wengi na nguvu nyingi na muda mwingi sana kuijenga. Susumila ni mmoja wao, ametumia zaidi ya miaka 30 kuijenga. Niko naye hapa na hii ni Sumilani. Karibu bro. Asante sana. Kwanza asante sana kwa muda wako. Usijali. Nasi kama na hema hapa yani. Nilikuwa kimbia. Nilikuwa fanya mazoezi. Ndio tunaanza lakini yani. Nasikia. Sawa. Nimesimama na mkubwa hapa. Hata hivyo hii si mara yetu ya kwanza kuongea, si ndio? Yeah. Tushaongea sana Facebook kitambo 2016. Yeah. Nilikuwa nakuhoji pale sana moja kati ya conversations zetu ambazo zilishika sana ambazo nilifurahia wakati ule ni pale ambapo tuliongelea lebo ya Wachawi International. Ilikuwa imefunguliwa kabisa pale officially. Uko na list ya dancers. Management yani timu yote. Sijui kama tuliendaje hapo mpaka sasa hivi. Ni kama Wachawi International haipo ama unajua ni biashara. Na biashara huaga inatakikana kuwa na return on investment. So kama haijakuwa inabidi unaachana nao unaangalia mambo mengine. So mimi naweza sema haikuwa hiyo biashara. So I had to leave it nifanye mambo mengine. Okay. Yeah. Sawa. Na pia moja kati ya dream zako kubwa kabisa ambazo ulikuwa nazo time ile. Ambao bado nakumbuka ulisema wewe unataka ufanye real estate. Si kama utakuwa unakumbuka wewe. Ulitaja real estate 2016 mpaka sasa ni miaka 10. Hiyo ndio kitu ambacho iko ndani ya moyo wangu mpaka. So far tuko na vila ngapi, tuko na mansion ngapi ambazo zimejengwa, tuko na mashamba mangapi so far? Susumila nini? Susumila Hacienda, Susumila Farm, Susumila nini? Naweza sema bado sijaingia sana kwa sababu kwanza nilikuwa natengeneza boma kwanza la familia. Pale ndio pia unajipima na unapima na unajua kujenga ni kuzito namna gani ama ni kopesi namna gani na vitu kama hivyo. Sio kazi rahisi because imenichukua muda. I think nilianza kujenga kama 2018 hapo. Na mpaka sasa hii nyumba ya kuishi yako wewe huaga ishi. Kila siku una modify vitu. But tunaingia. Tumeanza mimi na bradhangu na rafiki zangu kina J. Tumeanza sasa kutafuta mashamba sasa. Tumeenda kama juzi tumekuwa huko maeneo ya Tandia huko, tumeenda tukaangalia properties huko mzuri sana huko. I think hiyo ndo kitu next sai. Yeah. So bado ndoto iko pale na nia iko pale. Okay. Yeah. Okay. Pia kitu kingine nataka nikurudishe nyuma kabisa nyuma. Kitambo kabisa nikiwa class 4 27 to 6. Class 4 yenyewe mimi ni mzee kwa hivyo. Ilikuwa kitambo. Ukiwa bado mnafanya kazi as a duo. Ukiwa mko Susumila wawili sasa. Wakati Susumila wawili ilikuwa inatengenezwa, mazingira yalikuwa yakoje pale? Yaani unaweza mlipatanaje, mkaenda studio, ulimkuta studio ama yeye alikuwa mimi na Soro ambaye ni Escobar nilisoma na bradhake ambaye alikuwa anaitwa Katana. Tulisoma naye darasa moja pale Ziwa la Ng'ombe Primary ambayo iko Bombolulu pale. Yeye Escobar alikuwa anasoma Bamburi Primary. But tulikuwa tunacheza mpira timu moja ambayo ilikuwa inaitwa Ziga FC. Alikuwa namba 7 mwingine noma sana. Sisi tulikuwa tunamuita Kasungura. Kwa jamaa winga. So ule urafiki wetu wa pale na mimi nilivyoanza kuimba sasa nikawa na feel nahitaji kuwa na wenzangu kwa sababu hiyo ku raise pesa ya kwenda studio, hiyo time studio hata ilikuwa ni 3000 kurekodi ngoma.
That was I think in 2002 2003 pale. So nikaanza mimi ndo nilimuintroduce kwa music tuseme kwa ufupi. So yeye alikuwa yuko Nas Escobar na Soro Escobar, ambapo tulitoa hapo kwa ile Escobar Nas, mjomba msanii anaitwa Nas yule wa USA ambaye anaitwa Nasir Jones. Sasa huwa anaitwa Nasoro, tukamuita Nasoro Escobar, ambapo sasa ndio hilo Nas Escobar. So yeye akawa anaitwa Escobar, mwenyewe akajiongezea hiyo babake. And mimi nikawa naitwa Kanali. So mimi nilikuwa nafanya project zangu mimi kama mimi, but yeye nilikuwa namshirikisha kama ngoma, naweza toa kama ngoma 2 3 alafu nimshirikisha kwa moja, vitu kama hivyo. So hapo ndo tulianza kubond mpaka tukasema acha tutengeneze kama group tusonge mbele. Yeah. Na baadaye hapa wakati wa kuja kusplit mlitengeneza utimu fulani. Nadhani sisi hatukuiona lakini kulikuwa na movement fulani hii ya kupimanisha. Kabla Diamond na Alikiba waje, tayari kulikuwa na Susumila na Escobar. Yeah. Sisi tulikuwa yani hatukuona kwamba ni muhimu hivyo ile bifu fulani ile ya kusema mimi ni mimi nilikuwa team Escobar kama unajui. Wakati ule mfanye fulani vishavu vinatoka mimi siko upande wako bro. Inaruhusiwa. Wakati ulikuwa Esco. Hiyo najua mpaka mashule ma high school haya ilikuwa yani high school karibu zote iko Coast Region. Kila it's either wewe una support Susumila ama una support Escobar. So ilikuwa ni kitu mzuri kwa sababu pia ilitujenga, tulikuwa na fan base ambao mpaka saa hii ni watu wako makazini na vitu kama hivyo, lakini bado wanatufuatilia. So I think it was a good thing. Lakini kuja kupatana sasa ku make peace. Hiyo si iliharibu basi. Hatukuwa hata na beef hivyo. I think sana vitu vingi waga vinaletwa na watu. Mafans wa upande huu na upande ule, kuongea, kuchochea na vitu kama hivyo. So haija affect kwa sababu hata tukipatana I think Escobar kidogo alikuwa amepotea tayari. Umeelewa? So ile kuja tu ku make peace kama mabro, kwa sababu ni watu ambao tumekulia mtaa mmoja, tumekuwa tukiwa watoto wadogo. Hakuna vile hata kama tungekuwa tuna chuki ama tuchukiane kwa maisha ama muda mrefu. Yeah. So siwezi sema kama kwa hati ile ku make peace ndio iliharibu ama nini. Ilikuwa kila mtu unajua kila mtu anakuwa na dreams zake, kila mtu anakuwa na vitu. Unaona music tulianza, lakini wengi kuna wengine mtu kama Nuru Mwamba yuko Poti sasa anafanya kazi. Umeelewa? Fisherman ni wafanya kazi sijui CDF sijui wapi nini. So watu huja waka branch, kila mtu akatengeneza interest zingine tofauti ama akawa na interest zingine tofauti, wengine wakawa na mafamilia na vitu kama hivyo. So mimi ni ile tu kwamba nimeendelea kukwamilia na huo muziki. Okay. Yeah. Haya, kuna wimbo fulani ambao ulikuja kufanya remix baadaye na Happy C. Sianzi leo simalizi kesho. Kuna line fulani interesting pale wamesema nene doro 003 utanipata kwa Mungaro. Mbona tukatoka 01? Mimi mwenyewe nilikuwa nimejekea, unajua nilifanya kazi na Hassan Joho. Na kulikuwa na issues mob sana na watu. So mimi nilikuwa najua kwamba Hassan Joho akitoka pengine sitakuwa na ile nafasi ambayo nilikuwa nayo, umeelewa, pale Mombasa, yani as in kibiashara na vitu kama hivyo. Musically mimi sinaga wasiwasi kwa sababu music mimi mwenyewe najua vile napeleka kazi zangu. So nilikuwa nimeshajipanga kwamba after Joe ametoka mwenyewe, in fact hata nilikuwa nataka retire kwa sababu nilikuwa mwenyewe nimejipangia nikifika 40 years ni retire. Sasa niko 43. Okay. Umeelewa? So ni kitu ambacho nilikuwa nimeshapanga. Nikawa nimejenga nyumba, nimeanza kujenga, nikahamisha familia, vitu kama hivyo. So nikaja Kilifi, but sijaona tofauti yote kwa sababu kazi napiga, naitwa Mombasa karibu kila wiki naenda nafanya kazi. Na Kilifi kwenyewe huko napiga biashara kwa sababu yule mtu ambaye ni governor sasa ambaye ni Mungaro ni mtu ambaye tunajua na miaka mingi na anajua kazi zangu. Tunafanya biashara. So mimi maisha yangu hayajabadilika. Hata hivyo mtu anaweza kusema kwamba Joho hakutoka kabisa. Sasa amerudi. Nilikuwa nasema kulingana na pale Mombasa. Unajua tulikuwa tunapiga biashara nyingi sana Mombasa. Umeelewa? Na kulikuwa na chuki nyingi na vitu kama hivyo. So I knew that yeye akiondoka pale Mombasa sitakuwa na ile raha ama ule uhuru ambao nilikuwa nao kibiashara, sio kimuziki. Yeah, so I had to find a way. Karibu kila msanii alikuwa anataka ajihusishe pale 001. Kivile ambavyo anaweza akapata zile shows pale, zile za kufunga mwaka, nini.
Malipo ya wasanii kwanza, watu wengine wanaambia hawa sasa si wa Kenya, hawa wanakuja kuku kwetu kufanya nini hivi mziki haunaga mipaka. Hicho ndio kitu mimi naweza sema, na ni ndoto ya kila mtu kwenda kuperform nchi za nje. Umeelewa? So wewe kama ni msanii na utaki watu waje kwenu, inamaanisha wewe ndoto zako huna ndoto za kwenda nje. Then sidhani kama utakuona itakuwa ni upuzi, kwa sababu mziki hauna mipaka, mziki hauna lugha. So I think wale watu ambao walikuwa wanapiga kelele vile walikuwa ni watu ambao hawa understand music. Wanasema ili utambulike huko inabidi wewe uconnect nao kwanza. Yes. Kweli. Sawa. Sasa hata huko 003 sasa hii bado projects za county zinaendelea. So kuna tofauti gani kati ya projects za 001 na sasa hii? Unaona yani kama kule na huku, yale maelewano ya kufanya kazi kule na haya huku, uzuri mmoja na ubaya mmoja, positive na negative moja? Kule Mombasa I think budget zilikuwa mzuri hiyo time. Na sio ati ni Mombasa kama Mombasa, budget zilikuwa mzuri kwa sababu yule governor ambaye alikuwa Hassan Joho alikuwa ni mtu ambaye anaelewa thamani ya music, thamani ya entertainment. So tulikuwa tukifanya kitu tunafanya kitu kiukubwa. Umeelewa? Huku nako unajua Mombasa ni tofauti sana na Kilifi. Hata ukiangalia siasa zake, wale watu wanaishi Kilifi, wale watu wanaishi Mombasa, vitu kama hivyo. So naweza sema huku kidogo mambo yako tofauti kidogo, mambo yako slow kidogo, kwa sababu pia kila governor anakuaga na priority zake. But nimefanya kazi na Mng'aro na ni mtu ambaye ni mtu understanding, hata kama kitu hajui, lakini anaweza akakuachia kwambia mimi nataka upange hii kitu, ita cost pesa ngapi, vitu kama usitafute budget kubwa, kitu ambao at least ni kitu ambao tunaweza tukafanya in 2-3 days tayari tukafanya vitu kama hivyo. So mimi naweza sema tu kote kuko sawa sawa, sema tu ni time tofauti na magavana nao tofauti na wananchi wao pia ni tofauti. So kila mahali kuna kuaga na mahitaji yake tofauti ama priorities yake tofauti kulingana na vile kuko. Kwa hiyo huku kusimama kama kiongozi wa wasanii ni kama hakutaisha. Kwa sababu mimi si kiongozi wa wasanii kwanza, mimi naweza sema na hakuna mtu amenichagua mimi ni kiongozi wa wasanii, hakuna mtu amenipigia kura mimi ni kiongozi wa wasanii. Wewe ndio unatafutwa. Ndio hivyo kulingana na naweza sema around maybe I'm the senior most. Nimekaa muda mrefu na rekodi yangu inaonekana, niko na experience, nimefanya events. Mimi ukinipata event hata ya 20 million naweza nikakupangia kitu na kitu yani ikawa yani ni kitu yani, umeelewa? So hiyo experience pia inasaidia kwa sababu nimepewa hao majukumu na sijawahi disappoint. Kando na hao majukumu ambayo umepewa ambayo yamekuwa kijirudia kaunti ile na kaunti hii miaka na miaka, pia kuna hili la kolabo. Kuna kolabo zingine ambazo umekizifanya zikijirudia. Kolabo na King Kaka 3. Zinafikana ni 2. Mapepe na Tuliza Nyavu. Kolabo na Kustress 2. 1. Kolabo na ni zipi tena zimejirudia? Hakuna? Happy si ndo nimeimba naye kolabo 2 I think. 2 ama 3. Na hapa Crack Sound. Sasa pale si nyumbani. Pale ni familia sasa ile. Pale hapo tunapigaga idea kila siku tu pale. Zile collabo zile za nation level, ama hata international. Ziko zingine zinakuja zinazopangwa ama kazi ni nyingi. Kuna ngoma hata nimefanya na Jua Kali, ndio kumetokezea kwa tatizo kidogo, ile idea nimekuja nikapata mtu mwingine ametoa idea kama ile, sijui alisikia wapi. Atakuja sema copy. So nafikiria tutaitoa, itabidi tutafanya ngoma nyingine. So collabo ziko, ni ile tu sitaki kusema sahi. Yeah. Na sahi unaona nimerudi kazini. Last month nimetoa video ya Sing For You. Hivi tunavyoongea nafaa kwenda Nairobi kesho, niko na media tour, then weekend kuna video tena nafanya ngoma yangu nyingine. Unaona, so nimerudi kazini. So vile ninavyoendelea kufanya, ideas zitakuja, naweza fanya na huyu, naweza tukisonga mbele. Nafurahi sana hizo collab ambazo wewe ulifanya, ambazo zinaonekana kama ni ngumu sana kwa msanii wa hapa Coast kufanya. Nataka unisaidie kuzihesabu hizo collab kubwa za kitaifa na za kimataifa kabisa. King Kaka, Timitida tu wakati huo naye alikuwa yuko moto.
Kwanza timu alikuwa shikiki. Ninja, usinikate. Alikuwa anafanya show mpaka Jumatano. University yote ilikuwa show ni yeye. Tanzania, Lava Mbosso, Omidimpos. Yeah. Jolly, unasahau Jolly? Jolly Mtanzania. Kuna show Majozi. Show Majozi. Yes. Hizo za kimataifa 5. Yeah. Omidimpos tumemhesabu. Omi, Lava, Mbosso, show Majozi. Yeah. Hizo ni 4. Na Jolly sasa 5. Yeah. Kuna kolabo moja tu ambayo sisi tulitarajia sana na haikuwahi kutokea. Alikiba. Sasa Alikiba tulikuwa tumeongea. Then akazengua. After kama 2 years hivi akanipigia simu akaniambia vipi? Mazee ile kazi ilikuwa tufanye ile time nilikuwa na contract fulani na kampuni fulani ya South Africa. Ambapo kidogo walikuwa wamenibana lakini hiyo contract imeisha, so sasa tunaweza kufanya kazi. So mimi nikaenda nikaongea na ule mtu ambaye ndo alikuwa anasimamia zile project ambaye ilikuwa ni Hassan Joho. Akasema mimi sitaki tufanye kazi na Alikiba. Sasa ile time tulikuwa tunamtaka akupatikana, mimi nataka sasa tupange collab na Fally Ipupa. So ndo tukawa tumeanza kupanga. Ulitoka umefurahi. But sasa corona ilikuja ikakoroga mambo mengi. But ni kitu ambacho waga tunaongea mpaka sasa tukionana na Joho waga tunaongea kuhusu. Lazima ushaanza kuwaza mambo ya chorus hapo. Mimi huenda mahali na akili yangu iko wazi kabisa. Tunatafuta idea pale studio na vitu kama hivyo. Yeah. Collab na Fally. Sasa hapo utakuwa umepeperusha bendera ya Mijikenda bro. Na nio unaona Waziri Hassan Joho ni mtu ambaye anaelewa music sana. Kwa sababu hiyo time tulikuwa tunalazimisha basi tufanye ngoma na Diamond sijui nini na nini, akasema nyinyi amuone kile kitu mimi naona. Akasema kuna anglophone na saxophone. Kuna francophone na anglophone. Yes. Sasa akasema sisi tunaangalia sana nchi ambazo zinaongea Kiingereza. Wakati hatujaongeza market yetu. Yes. So akaingia YouTube akanionyesha kuna msanii mmoja mtu wa Mombasa kabisa yuko sijui nchi gani. Ana over 100 million views hiyo time. Na ni jamaa hapo Mombasa lakini yuko huko majuu anafanya music huko. Anaimba Kifaransa. Akaingia sasa akaniambia angalia Diamond zile ngoma amefanya na kina Koffi Olomide, kina zile Yope nini na nini, angalia alafu angalia hizi amefanya na Nigeria gani zimeenda, umeelewa? Akanambia watu ambao wanaongea lugha ya Kifaransa ni soko kubwa sana kwenye music. Na mimi nataka uingie hilo soko. Lakini kwa nini yule jamaa anakuchagua wewe tu? Kwa sababu one ni rafiki yangu. Miaka mingi sana mimi nimejuana na Hassan Joho 2005. Na nimekuwa loyal kwake. Kumekuja wanasiasa wengi sana, nimepoteza opportunities nyingi sana. So ilifika tu time akakuta kijana amekwamilia sana na mimi na ni msanii mzuri na yuko na bidii na yuko na nidhamu yake, wacha nimsaidie pale naweza. Kwa sababu hata hiyo time alikuwa anasaidia kina Alikiba, mimi anisaidii na I didn't complain. Kuna hata vitu vingine, kuna video Alikiba alifanya, mimi I was part ya wale watu ambao walipanga ile video. Na siku I complain sema mbona anasaidia wa Tanzania mimi anisaidii. So yeye mwenyewe tu I think kuna kitu kilimgusa mwenyewe akaamua wacha kidogo kijana nimpatie boost. Yes. Boost ambayo ilikuwa kubwa sana. Yaani hiyo nashukuru, mimi huwa namwambia kila siku mimi simdai kitu chochote yani. Kabisa yani like alishanifanyia yani kwa sababu ile heshima ambao zile ngoma zilinipatia inanifungulia milango mpaka leo hii. Ile heshima yani kwa sababu kufanya kazi na watu kama ambao ilikuwa ni WCB, yani WCB ilikuwa ndio label kubwa East Africa nzima, watu ambao wanaheshimiwa na vitu kama hivyo, but mimi nilikuwa nafanya kiurahisi ambao ilikuwa watu wanatamani na hawezi kufanya. Na bahati nzuri pia ngoma zikafanya vizuri na vitu kama hivyo. Na alispend pesa nyingi sana kwenye hizo project, kitu kama Sonona ilitumia kama 1.4, Warembo ilitumia kama 1.5, na hiyo ni pesa yake, na yeye hakuwa ati ana invest kwamba ati pesa irudi ama nini. Yeye alikuwa anafanya tu, ananifanyia mimi kama kijana wake. So naweza sema huaga namshukuru sana. Kuna jinsi fulani ambao, kuna vitu fulani ambao utakuwa unajua kulingana na vile ambavyo project ile, unakumbuka Omidimpos alivyokuwa mgonjwa, alafu after kutoka South Africa akaja akafanya video Kenya.
ile alikuwa kuna sauti fulani za ngoma ni ya Dimples, lakini kuna kama sauti za Christian Bale. Inaitwa jina Baba niwe gospel. Hiyo ngoma hiyo.